Karibu sana kwenye channel yetu pendwa. Tuendelee kujifunza, kupata elimu, kupata mambo mapya, kubadilisha maisha yetu. Leo nataka nikupe sheria 15 za wewe kuwa masikini. Yaani kama unataka kuwa masikini, basi sheria 15 hizi zinakuhusu. Kwa kinyume chake, manake kama unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, tunaita kuprosper, unataka kukua, basi zikatae hizi sheria zote 15. Kwa hiyo hapa ni sheria 15. Naanza na namba 1. Hizi ni sheria 15 za kuwa masikini. Moja ni kukataa elimu. Kukataa elimu kuna mambo mengi kidogo. Sio elimu hii tu ya darasani. Elimu ni pana sana. Kukataa elimu ni kukataa kujifunza jambo jipya, ujuzi mpya, knowledge mpya. Kwa hiyo kama ni mtu wa kukataa elimu, automatically hautajua vitu. Kwa sababu hata kama ni fundi kujenga, kama hutataka kujifunza namna ya kujenga, automatically hauwezi ka make in life kwenye issue nzima ya kujenga. Lakini pili ni kuwaste pesa hovyo hovyo. Hapa namaanisha kutumia pesa katika mazingira ambayo hayakuhitaji utumie pesa au hayakuwa na maana yote ya kutumia pesa. Kwa mfano, unaenda bar leo, unaenda kutumia 50,000 labda kwa kunywa bia. Kuna mazingira unaweza kunywa bia yasiyo matumizi mabaya, lakini unaweza kunywa bia kwa matumizi mabaya. Inategemeana. Kama ukatumia 10,000 katika pesa na wewe unaingiza 300,000, hakuna ubaya wote, ni akili tu. Lakini 3 ni kuogopa riski. Kuogopa riski ni tunasema ni mazingira yale ya kuwa muoga kukumbatia fursa. Inatokea fursa fulani inatokea mtaani kwako, wewe unakuwa muoga ukidhani ya kwamba vipi kitokea hii. Yaani analysis zinakuwa nyingi. Usiogope kutake riski. Kwa hiyo moja ya hii namba 3 ni sheria ya 3 ya kuwa maskini pia ni kuogopa risks. Hakuna tajiri ambaye anaogopa risks. Kwa kama wewe unaogopa, utabaki maskini. Lakini ya 4 ni kulaumu wengine. Either unalaumu wazazi, unalaumu wa kusomesha, unalaumu wanasiasa, unalaumu aliyekulea, unalaumu walezi. Yaani wewe ni kulaumu, unahisi hapo ulipofika kwa kuferi sababu ni ya mtu mwingine. Ukiwa mtu wa hivyo, automatically utabaki maskini. Lakini sheria ya 5 ni kuwa hasi muda wote. Unakuwa ni mtu ambaye una negative thought, umejawa na mawazo hasi. Wewe unajiwazia ubaya au unawazia watu ubaya. Hujiwazia yaliyo mema, hujitamkii kukua, hujitamkii kufanikiwa. Wewe unabezi kila kitu, mimi hichi siwezi. Yule mtu mbaya. Negative thought zina erupt kwa nje na wewe unabaki negative. Namba 6, kukosa malengo. Ukitaka kuwa maskini, basi kuwa mtu usiye na malengo. Mwaka ndo huu unaanza 2026. Kama haupangi malengo, automatically mwaka utaisha, mwaka unakuwa vile vile. Lakini panga malengo. Vipaumbele vyako vikubwa ni vipi? Vipaumbele vyako vidogo ni vipi? Vipaumbele vyako vya muda mrefu ni vipi? Na vipaumbele vyako vya muda mfupi ni vipi? Panga malengo, kwa sababu ukipanga malengo yanatekelezeka. Kwa hiyo namba 7 ni kughairisha mambo. Ukiwa ni mtu wa kuhairisha mambo, hauwezi ukafika popote. Manake wewe kila unachokianzisha kitaishia njiani. Kwa automatically hakiwezi kufruitish hicho kitu kikaripe. Haiwezekani. Na kughairisha mambo kwa lugha ya wenzetu wanaita procrastination. Kughairisha mambo ni hatari kuliko hata mtu ambaye anaogopa risk. Kwa sababu unaghairisha mambo, hakuna jambo ambalo litafika hatima. Hiyo ni hatari zaidi. Lakini sheria ya 8 ni kuchukulia poa afya. Afya bwana ni kila kitu. Bila afya huwezi kufanya chochote. Bila afya huwezi kufanya kazi. Bila afya huwezi kuingia ofisini. Bila afya huwezi kutembea. Bila afya ni msingi namba 1 wa utajiri wa mwanadamu. Tunza afya yako, ni jambo la heri sana. Unaweza make a lot of money
lakini kama utunzi afya, basi zile pesa zote zitaishia kwenye kukuuguza. Lakini namba 9 au sheria ya 9 ni tabia za hovyo hovyo, bad habits. Kwa sababu tabia za hovyo hovyo ndivyo ambavyo watu wanakuchukulia. Kwa hiyo utakosa fursa kwa sababu umekuwa mtu wa hovyo hovyo. Kwa wale watu walio wema wataogopa kukusogelea. Watu waliokumbatia fursa unazozitafuta wewe wataogopa kukusogelea kwa sababu una bad habits. Lakini 10, kuwa mlalamikaji. Unajua kuna watu wameumbwa kulalamika. Yaani ni mlalamikaji, yaani hakuna kitu ambacho aka gratitude, akawa na shukrani. Kila jambo analilalamikia. Zuri analalamika, baya analalamika, la kushoto analalamika, la kulia analalamika. Kwa hiyo nayo ukitaka kubaki kuwa masikini, basi kuwa mlalamikaji. Lakini 11, haufanyi savings. Tunasema no savings. Hautunzi pesa. Kutunza pesa lengo kuu ni kwa ajili ya, kwa sababu tunasema kipato tunachozalisha kiasi kitunze. Lengo la kutunza ni kwa ajili ya uwekezaji baadaye. Lakini pia kile unachokitunza ndio kitakuokoa kwenye dharura. Kwa hiyo ukiona mtu hatunzi pesa, automatically atakuwa maskini. Kwa sababu gani? Kila dharura ikimkuta atakimbilia kwenye kukopa. Na kukopa hatari yake unaifahamu. Over debts ni hatari pia, inaweza kukuangusha na kuwa maskini mbaya sana. Lakini 12 ni kuishi kwa ajili ya leo tu. Wewe ukipata 100,000 unaihesabia leo tu. How count for tomorrow. Haufikiri kwamba kesho ni siku, kesho kutwa ni siku. Count for couple of days mbele. Ndio uishi kwa malengo hayo. Usiishi kwa leo tu kwamba mimi ya kesho nitajua ya kesho. Unaishi kama kuku yani. Kwamba ukipata leo kula maliza kesho. Kwa hiyo kuishi kwa ajili ya leo tu ni hatari na utakuwa masikini. Lakini sheria ya 13 ni kutegemea bahati. Luck ipo kwenye maisha, lakini huwezi kuitegemea luck. Kwamba wewe uendeshe kwa luck. Hakuna mtu aliyefanikiwa kwa bahati, lakini ni kwa mipango madhubuti iliyo positive na akaifuata. 14 ni kukosa nidhamu binafsi. Hakuna jambo ambalo litafanikiwa pasipokuwa na nidhamu. Nidhamu ni vile ambavyo unatekeleza mipango yako, au vile ambavyo ukijiwekea jambo na kulitekeleza. Kwa mfano, ukasema mimi leo nitaanza, kesho nitakuwa naamka saa 11, nitafanya mazoezi kwa lisali moja. Baada hapo nitaoga, nitajiandaa na kazi zangu za kiofisi. Lakini kesho ukaenda ukafuata, kesho kutu ukafuata, siku inayofuata ukaacha. Hiyo tunasema sasa unakosa nidhamu. Nidhamu ni kile ulichojipangia kukifanya ukifuate kwa 100%. 15 na ya mwisho, marafiki wabaya, au kwa lugha ya kizungu tunawaita toxic friends au toxic people. Ukizungukwa na watu wabaya, automatically na utakuwa mbaya. Kwa hiyo watu wabaya watakuzunguka na ubaya wao, automatically ule ubaya na wewe unakuwa sehemu ya ule ubaya. Huwezi ukaprosper kwa principle. Mimi nimemaliza. Karibu tena na kukaribisha kwa mara nyingine. Kama hujasubscribe, basi usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, kulike na kushare ili watu wengine waendelee kupata elimu na tips za kimaisha. Bye bye.